Leo tumefika hapa kukagua miundombinu hii ya mabasi yaendayo kwa kasi, lakini pamoja na kukagua miundombinu mingine. Kwa hiyo awali ya yote nitumie nafasi hii kwanza kumshukuru Mungu mpaka hapa tulipofikia. Tunaamini kwamba kila mmoja kimtazama mwenzie anaweza kumshukuru Mungu katika hatua tuliyopo sasa. Lakini jambo la pili la muhimu ni mshukuru sana Amiri Jeshi Mkuu na Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwanza kwa yeye mwenyewe kushika tena madaraka haya kwa awamu ya pili, lakini pia kuendelea kuiunda serikali. Lakini tatu la muhimu ni tamko lake la kuendelea kujenga Tanzania yenye maridhiano, kwa maana tupate nchi ambayo inaweza kuzungumza lugha moja, tupate nchi ambayo Watanzania watakuwa na furaha juu ya rasilimali zao na juu ya serikali yao. Ndugu zangu wananchi na waandishi wa habari kwa ujumla, hapa nyuma yangu ni sample ya basi ambalo limevunjwa vioo, litaka kuchomwa, lakini ikiwa ni muendelezo pia wa mabasi mengine ya UDART ambayo pia yalichomwa. Na kwa sasa serikali inaendelea na tathmini kuhusiana na kiwango hicho cha uharibifu wa miundombinu ya serikali, miundombinu ya watu binafsi, lakini pamoja pia na wale wengine ambao wamepata madhara katika maisha na katika mambo mengineyo. Ni wajibu sasa sote tuweke hasira zetu kando, tujenge taifa letu. Leo tuko kwenye hii barabara ya Mbagala, lakini kuna barabara ya BRT1, hii ni BRT2. Barabara ya BRT1 inayotoka Gerezani na kwenda mpaka kule Kimara. Vituo vingi vya mwendokasi vimeharibiwa. Lakini pia na barabara hii nayo vituo navyo vingi pia vimeharibiwa. Lakini nimeona namna ambavyo Watanzania wa Mbagala wanataabika kwa sasa. Na sisi kama wazazi, uweza hata siku moja ukasema sasa sirudishi tena miundombinu kwa sababu ya hiki kilichotokea. Nimekwisha elekeza hakuna shule hata moja iliyoharibiwa ambayo itafungwa kwa sababu ya uharibifu huo. Pesa hiyo ya serikali inaendelea na ukarabati wa shule, ukarabati wa vituo vya afya na ukarabati wa miundombinu mingine ambayo inaweza kuwa ilipata madhara. Lakini sambamba na hilo, tumemsikia mkuu wa wilaya ya Temeke anaomba kwamba usafiri huu urudi barabarani. Na sisi tulipaki hapa, na niwashukuru sana vyombo vya dola, jeshi la polisi, jeshi la wananchi Tanzania. Mabasi kama haya mnayoyaona, yote haya unayoyaona hapa, kama tungezembea mabasi haya yote yangeweza kuchoma moto. Sasa kwa kuwa maombi ya mkuu wa wilaya na yeye ndiye anayekaa hapa panaona wananchi wake wanavyotaabika. Leo ni tarehe 18 ya mwezi wa 11 2025, na waelekeza DART, na waelekeza UDART, na waelekeza TANESCO, taasisi zote za serikali zinazohusika kwa pamoja chini ya katibu tawala wa mkoa ndugu yangu Muhinte, wahakikishe tarehe 20 ya mwezi wa 11 2025 Alhamisi saa 2 asubuhi au hata kabla, mabasi yote yanaingia kwenye barabara kubeba wasafiri wa hii barabara ya Mbagala kuelekea mjini. Lakini ile barabara inayotoka Gerezani kwenda mpaka Kimara, ile na yenyewe tunaharakisha ili kuhakikisha kwamba inaanza kutoa huduma.